Karibu tena mtazamaji, ni saa 7 na dakika 23 saa za Afrika ya Mashariki. Tunaendelea na mjadala wetu kwenye chaguzi ya 2025 ikiwa leo tarehe 27 mwezi wa Novemba 2025, siku ambayo tume ya IEBC wanaendeleza kibarua chao cha kwanza cha kusimamia chaguzi ndogo mbalimbali. Kumbuka ni chaguzi ndogo zinazoendelea katika maeneo 24 hapa nchini, kukiwa na wagombea 181. Eneo moja kubwa ambalo linaendeleza chaguzi hizi ni katika kaunti ya Baringo, ambako kunafanyika uchaguzi mdogo katika eneo lile. Tulikuwa huko hapo awali katika maeneo ya Mogochio, tukapanda mpaka Eldama Ravine, na hivi sasa vile vile tunaungana naye tena mwanahabari mwenzangu Ken Gashuhi akiwa maeneo hayo. Tuelezee yuko wapi na hali iko vipi kuhusiana na zoezi hili la upigaji kura. Gashuhi, nadhani unanipata vyema kabisa. Labda utuarifu tu watazamaji wetu tunaendelea vipi katika kaunti ya Baringo. Naam Manzu, kama ulivyosema kwamba tuko katika eneo la Eldama Ravine, kaunti ya Baringo, na hapa uchaguzi mdogo wa kiti cha seneti bado unaendelea, kukiwa na wawaniaji 6 ambao wako kwenye debe, wakazi wakiamua siku ya leo ni nani ambaye atakuwa akishikilia wadhifa huo wa seneti kwa mwaka 1.5 ambao umesalia katika muhula huu. Na kwa sasa mahali nilipo ni katika shule ya Bondeni Nursery School, ambacho ni kituo kilicho na wapiga kura 472 kwa kila kituo. Kuna vituo viwili katika shule hii, kila kituo kikiwa na wapiga kura 472, na kufikia sasa ni 10% pekee ambao wameweza kujitokeza. Kwa kituo cha kwanza kuna wapiga kura 41, na kwa kituo cha pili kuna wapiga kura 47 ambao wameweza kupiga kura hadi kufikia sasa. Na kutokana na hii ni taswira ambayo imeweza kuonekana katika maeneo tofauti ya Baringo, sio hapa tu katika eneo la Eldama Ravine. Asubuhi tulikuwa tumeweza kuzuru maeneo ya Mogochio, ambapo pia tuliweza kushuhudia kwamba wapiga kura ambao waliweza kujitokeza walikuwa wachache mno, na kufikia muda wa saa 5 saa 4 hivi ilikuwa tu 4% katika vituo, baadhi ya vituo katika eneo bunge la Mogochio. Na wale wakazi ambao tuliweza kuzungumza nao walieleza kwamba wengi waliweza kuamka na kuenda kazi zao wakiwa na matarajio kwamba wataweza kufika hapa katika vituo tofauti kupiga kura ikifika masaa ya jioni. Na kwa hivyo tunatarajia kwamba wapiga kura wataweza wakajitokeza itakapofika masaa pengine ya saa 9 saa 10 pale, ambapo wengi huwa wakifunga shughuli zao za kila siku. Lakini kwa sasa bado vituo havina wapiga kura. Wale maafisa wa kushughulikia shughuli nzima ya kupiga kura hawana kazi kubwa pale, ni kuangalia tu yule mmoja ambaye anaweza kuingia, na pia wana matumaini kwamba wataweza kutokea ifikapo masaa ya jioni. Na hii ni kaunti ambayo ina wapiga kura 281 ambao wameweza kusajiliwa, na kufikia sasa iwapo ile asilimia ambayo inashuhudiwa katika vituo itakuwa ni hivyo katika kaunti nzima, itamaanisha kwamba chini ya wapiga kura 50,000 pekee ndio pengine wataweza kushiriki katika zoezi hili la kupiga kura katika kiti cha useneti. Kaunti hii iko na vituo 1029 ambavyo wapiga kura wanaweza wakaamua katika uchaguzi huu mdogo. Na kufikia sasa tumeweza kuzungumza na kamanda wa polisi kaunti ya Baringo, Julius Kirago, ambaye ameenda kuzuru maeneo ya Maji Mazuri na pia eneo la Timboro, ambapo pia tumeweza kuarifiwa kwamba hali ya utulivu, hakujashuhudiwa ghasia zozote ama fujo yoyote katika kupiga kura. Na kufikia sasa bado hatujapata kuwaona wale wawaniaji 6 yeyote mmoja wao akijitokeza ili kupiga kura, lakini tunatarajia kwamba kwa sababu hii ni zoezi ambalo wako na hawa wawaniaji lazima pia waje ama wajiwasilishe ili wajipigie kura. Pia tunatarajia kwamba wataweza kujiwasilisha katika vituo kama hiki. Kituo kama hiki kuna wawaniaji 2 ambao tunatarajia watakuwa wakifika hapa ili kupiga kura, lakini kufikia sasa bado hawajaweza kujitokeza, na hii inadhihirisha kwamba pia wale wakazi ama wakazi wa hili eneo la Baringo pia labda hiyo ni sababu moja ya wao pia kutojitokeza. Labda wakati wawaniaji hawa wataweza kufika hapa
pengine wataweza kuja na mvuto ili kuhakikisha kwamba kuna idadi ya kutosha tu ya kupiga kura na kuamua ni nani atakayekuwa seneta wa kaunti hii ya Baringo. Na hapo jana tuliweza kuzungumza na maafisa wa tume huru ya mipaka na uchaguzi IEBC, na wakatuarifu kwamba katika eneo la Baringo Kusini kuna baadhi ya vituo ambavyo viliathirika na mafuriko kidogo katika ziwa Bogoria na pia katika ziwa Baringo, na kufikia sasa tunaarifiwa kwamba vituo vitatu ambavyo viliweza kuhamishwa bado wakazi wanafika pale, lakini ila kwa idadi ndogo tu. Vituo hivyo viliweza kuhamishwa kwa sababu shule ambazo hawa wakazi walifaa kupigia kura ziliweza kuzama katika maji ya ziwa hilo, na kwa sasa wanaweza kupigia katika vituo ambavyo viliweza kutengenezwa na kuratibiwa pale kupitia tume ya uchaguzi, na kwa sasa wakazi wameshafahamishwa kwamba hapo ndipo wanafaa kujiwasilisha ili kupiga kura. Lakini kwa sasa tunaendelea na kuangalia maeneo tofauti ya Mogotio na pia katika maeneo ya Eldamaravine, tuone zoezi hili nzima litakuwa likiendelea vipi. Gavana wa kaunti hii aliweza kupiga kura masaa ya asubuhi na akaondoka, lakini hatujaweza kuona viongozi hata wale ambao wako katika nyadhifa tofauti saa hii, wabunge, wawakilishi wadi na pia wale viongozi wengine ambao wamechaguliwa ambao saa hii wako na nyadhifa ambazo wanashikilia, bado hatujawaona wakijitokeza kupiga kura, na pengine hawa ndio wataweza kuleta mvuto wa wapiga kura kujitokeza. Lakini kwa sasa tutazidi kupiga kambi katika vituo tofauti ili kuhakikisha kwamba watazamaji wetu wanapata taarifa yanayojiri katika vituo hivi katika kaunti hii ya Baringo katika uchaguzi ambao wakazi wa eneo hili wanataka ule wadhifa wa seneti uweze kupata ambaye atakuwa akiushikilia. Hii ni kufuatia kifo cha aliyekuwa seneta William Cheptumo mapema mwaka huu. Kwa sasa narejesha kwako studioni Manzu. Asante sana Kenneth.